Januari? Yes. Mambo vipi? Fresh. Vizuri. Alhamdulillah niko poa. Bwana mnyama ameondoshwa kwenye michuano ya CRDB hatua ya nusu finali. Singida kwenda finali pamoja na Young Africans huko. Kwa namna ambavyo uliona Simba malengo yao msimu huu na target zao zilikuwa kubeba CRDB na NBC, lakini mpaka hivi sasa kwenye CRDB hawapo. Mmoja la Simba kutofanikiwa msimu huu. No, siwezi kusema Simba hawajafanikiwa msimu huu. Inawezekana baada ya kuwa katika nusu finali karibia zote na bado una uhakika wa kombe la Afrika kwa maana Confederation, unaweza kubadili malengo. Lakini tokea Simba naanza msimu, kila mtu alikuwa anajua Simba anajenga timu na malengo yao mama yalikuwa ni hayo, kuweka timu katika ushindani ambao unatakiwa. Kumbuka Simba msimu unaisha, msimu uliopita ilikuwa ni Simba moja ya Simba mbovu na Simba ya hovyo kuwahi kutokea. Unaweza ukaona misimu ya hivi karibuni Simba ambapo quality ilikuwa imeweka na Simba amemaliza msimu uliopita nafasi ya 3. Lakini ghafla unaona mabadiliko, wanaingia Fadlu, wanaleta wachezaji wengine fresh na age nzuri, kwa maana ya kuchukua wachezaji ambao hawajasogea sana kwa umri na baadhi wana uzoefu, wengine hawana uzoefu. Simba wakajikuta wana compete katika vikombe vyote, na mpaka hivi tunavyoongea wiki mbili zilizopita Simba alikuwa na uhakika kuweza kuchukua kombe la shirikisho, kombe la CRDB na hata ligi kuu. Lakini sasa hivi tunaongea story nyingine. Kwa hiyo kwenye malengo mama, mimi naona bado Simba wapo katika eneo sahihi. Lakini hivyo vitu vingine hata wenyewe ukiongea nao wanaona kama ilikuwa ni bonus, na tuongechukua ubingwa wowote au atakichukua ubingwa wowote ni credit, itakuwa ni credit sana kwao kutokana na malengo mliojiwekea, lakini mmekuwa mna bonus zaidi. Kwa hiyo kwa Simba mimi naona bado wapo katika njia sahihi, na haya ambayo yanatokea siwavuruge. Kwa nini? Kwa sababu wanatakiwa kuangalia maboresho madogo ambayo ya kuwapeleka juu zaidi, kutokana na kitu ambacho kifanya Simba angeweza kupoteza ule mchezo kama kulikuwa na maamuzi sahihi kwa muamuzi Helisasi, lakini maamuzi yalimpa Simba alama 3. Lakini unakuja kuona mchezo unaofuatia maamuzi yalikuwa sahihi kutoka kwa Rajiga, na mchezo wenyewe unaonekana Simba walikuwa kwa slow. Sawa, walikuwa na possession mpira kwa 55 kwa 45 dhidi ya Singida, lakini Singida vitu vyote muhimu kavifanya. Sawa, alikuwa yuko sharp, unaona wachezaji wake wanautaka mchezo, walikuwa wanakaba kwa wakati, wanaachia mpira kwa wakati, waliwanyima njia nyingi Simba. Mashambulizi yote makubwa unayoona yalikuwa upande wa Singida, na nafasi ambazo Simba walitengenezea Singida walizitumia, kwa sababu ukiangalia goli la kwanza tutamsifu Soa kwa jinsi ambavyo aliamua kumfanyia unyama ule Chemaloni na akabakia na kipa, na makosa yale yalikuwa ni muendelezo wa makosa ya nyuma. Mchezo wa kwanza Singida una KMC pale KMC Complex dhidi ya Simba, makosa yalikuwa aina hii, sema walishindwa ku capitalize. Lakini unaona sasa hivi so anapata nafasi anafunga. Kosa la pili unaona Alisalim ana delay kidogo, touch yake inakuwa mbovu, anafanywa pressing, mwisho wa siku goli la 3 unamsifia pale Kaeke. Yani utake ustake, sasa hivi tumekuwa na wachezaji ambao wanaweza kutumia mipira iliyokufa. Jean Charles Ahoua huwezi kumtoa katika wachezaji ambao Tanzania hii ukiwekea mipira iliyokufa 8 katika mpira 10 na mimi 8 anaweza akaweka nyavuni. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba alideserve kufungwa kwa jinsi ambavyo walicheza, mchoko, rotation, ratiba yao na ujazo wa mambo mengi ndani ya muda mfupi. Na hiyo, na kama kungeendelea na mashindano mengine au labda ligi au vitu vingine, tungeendelea kuona hiyo, kwa sababu ratiba yao ingekuwa ngumu. Lakini sasa hivi na international break ni kitu ambacho unaona Simba kinaenda kuwapa sasa uweni ya kuweza sasa kupumua, kushusha pumzi na kuanza wachezaji kurudisha utimamu wao na kurudi katika mchezo. Kwa hiyo ni kitakwimu pia yote unaona mipira kugombania, Singida alikuwa yuko juu, tuliza nafasi Singida yuko juu, kufanya attempts mashuti 6 ya Singida 4 on target, 2 off target. Simba kupiga mashuti 4, 3 akiwa on target, 1 alikuwa off target. Ni takwimu ambazo Simba amekuwa mara nyingi anakuwa juu ya wengine, lakini kwa mchezo dhidi ya Singida alikuwa yuko chini, na nusu finali amepoteza. Hivyo Singida kaenda finali na deserve, na Singida na kikosi kipana, ana kikosi cha wachezaji ambao wale ukiwavalisha hizi jezi za timu mbili na makelele na hype ambazo wanapata, wanaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo Singida wamedeserve, na Simba asitoke mchezoni, anatakiwa kuangalia wapi ambapo anatakiwa kuboresha. Tunaamini ubaya ubwela msimu ujao inaweza kuendelea kwa kasi zaidi, lakini kwa msimu huu
hapa walipofika wanatakiwa kwanza wapewe credit, kwa sababu walikuwa hawajapewa nafasi yoyote, lakini mpaka hivi sasa kiushindani wako vizuri, lakini makombe bado yanawezekana yakawakimbia. Kama let's say Simba ameshinda michezo yake yote, Yanga kashinda michezo yake yote hivyo, lakini ligi haiko hivyo, yote inaweza kadondosha. Inawezekana hata Simba akawa bingwa, kwa sababu alama moja sio alama, ni mchezo mmoja tu unaongea huo kwa upande wa wapinzani wao. Na hizi siasa zinazoendelea, you never know, Yanga anaweza asipeleke timu kweli, sheria zikafuata mkondo, mwisho siku Simba akawa bingwa. Lakini kwa hapo walipofika, Simba hataki kuinamisha kichwa, wanyanyue vichwa vyao, mabega yawe juu, mambo mengine yaendelee. Sawa, kwenye mechi ambayo Simba walicheza kabla ya Singida yote mbili, kwa maana kombe la finali dhidi ya Marekani, watu walikuwa kidao sana kusema takwimu, shot on target, pia kwenye mechi zote mbili. Nadhani kitu ambacho pia Mwalimu Fadlu alikuwa kufanya kazi, hususan kwenye eneo la ushambuliaji wa timu yake. Timu inatengeneza nafasi, hiyo ndio kazi ya Fadlu. Timu inatoka chini inafika juu, hasa kwenye accuracy na kingine inabakia kwa wachezaji wenyewe, kwa sababu hata ule mchezo nafasi zilipatikana nyingi tu, lakini bado matumizi ya nafasi hayakuwa mazuri kwa upande wa Simba, kwa sababu let's say nafasi aliyokosa Kapombe ishakiwa hiyo shot on target, ule mpira utokea nyavuni, unanielewa? Kwa Fadlu kazi yake anaifanya vizuri, inabakia kwa mchezaji sasa wao na halmashauri zao za kichwa na maamuzi yao, kwa sababu kitu ambacho Fadlu anataka kukifanya anakifanya. Timu unaona inatoka, pattern unaziona wanapocheza na kila kitu ambacho kocha anataka kufanya anakifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ni wachezaji wenyewe kuamua ku step up na kuwa wachezaji ambao wanavaa vitu kwa ukubwa na kufanya mambo makubwa, na nyakati zile ndio zinafanya mchezaji uwe mkubwa. Tumeona Mayele jana, vile vitu ndio vinafanya mtu mchezaji uwe mkubwa na uogopeke katika soka. Simba kuendelea wao kusema kwamba wanajiandaa na dabi ya Kariakoo, inaweza kusaidia akiwa mwenyeji wa mchezo, bado hajasema chochote kuhusiana. Mamlaka za soka zimesema mchezo upo na taarifa zimetolewa kote, basi Simba ataendelea kujiandaa, kwa sababu huwezi kuangalia msimamo wa jirani wakati huo na mambo yako ya kufanya. Kama Yanga yeye hachezi, yatakuwa ni maamuzi yake, lakini Simba anatakiwa kuendelea kujiandaa na huo mchezo, na hicho ndio ambacho kiko mezani. Mchezo unaofuatia wa Simba ni mtani yake dhidi ya Yanga. Kwa hiyo akianza kusikilizia huko haya, kama wenzao wanakuambia tucheze, kumbe wanajiandaa kimya kimya huko, alafu siku ya siku mpeleka timu uwanjani na kwaje. Kwa mwisho wa siku kila mtu angalie mambo yake. Kwa hiyo maandalizi hapo, mamlaka zinasema mchezo utachezeka, basi mimi naamini huu mchezo utakuwepo. Vitu vingine tuendelee kusubiri. Mpaka muda huu Fadlu anafanikiwa kwa asilimia ngapi ndani ya Costa Simba? Na mpaka muda huu Fadlu mimi nampa 85% ndani ya Costa Simba, kutokana na yale aliyoyakuta. Kwa hiyo sasa yeye kuzishusha au kuzipandisha ni msimu ujao, kwa sababu msimu huu tumeona uwezo wake na tumeona kitu ambacho anaweza akakifanya. Msimu ujao sasa hapo ndio tunaweza tukamjaji kwamba ushapewa msimu wa kwanza, huu msimu wa pili kwa kikosi ulichonacho na yale uliyofanya msimu uliopita, at least basi watu waanze kunyanyua kwa hapa, kama hatakosa kombe lolote msimu huu. Kwa Singida na Simba ule mchezo wa pili watu walikuwa wakisema Singida hakuwahi kuwa na matokeo mazuri mbele ya Simba. Pengine namna ambavyo waliingia katika mchezo ule tofauti na mchezo mwanzo, wachezaji lakini pia Soa ni mmoja wa wachezaji ambao walisema kwamba mchezo unaofuata hasa walikuwa wako sharp, walikuwa wanataka ule mchezo Singida, na wana quality hiyo kuanzia viungo, mabeki, washambuliaji. Kwa mwisho wa siku Singida walitaka mchezo zaidi, na ndio maana kwenye kila kitu walikuwa kama wako juu ya Simba. Kwenye vitu vingi vya muhimu walikuwa wako juu ya Simba, na mipambano yote ya kugombania mpira walikuwa wako juu, kuongeza nafasi wako juu, kutumia nafasi wako juu, na ili ushinde mechi ya mpira wa mguu, weka mpira nyavuni. Kaweka mara 3, Simba kaweka mara 1. Scoreboard inasemaje? 3-1 Singida kashinda. Kwa hiyo ndio maana nasema kwa jinsi ambavyo Simba walicheza na Simba tunaijua. Hata hizo mechi za nyuma huko Singida ambazo walikuwa washindi, lakini unamwona bado unaona michezo tofauti na mchezo wa ligi wa msimu huu. Hata ule ambao Singida walalamika sana, lakini Simba alikuwa iko juu ya Singida kwenye kila kitu, na ndio maana alishinda. Na hata michezo yuko nyuma, Singida alikuwa msumbui Simba hata mara moja. Umeona? Kwa hiyo ni hizo notion tu kwamba klabu hii na klabu hizi na ushirikiano na mtaani na nini, lakini Singida hakuwahi kufurukuta mbele ya Simba mpaka msimu huu. Kwa hiyo ni wamevunja rekodi Singida ambayo ilikuwa inawasumbua muda mrefu. Shukrani sana. Okay, poa.